Mkuu wa wilaya ya Tanganyika Bwana Onesimo Buswelu wamefungua rasmi michuano ya CGP Cup, yani Commissioner General of Prison, akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Katavi katika ufunguzi uliofanyika katika viwanja vya magereza na mahabusu mjini Mpanda. Amesema kuwa katika michezo hii watafanya ushindani kati ya timu 4 za mikoa 4 tofauti ya ukanda wa Magharibi ili kuunda timu moja itakayokwenda kuwakilisha ukanda wa Magharibi kitaifa. Ameongeza kuwa michezo ni kushirikiana uwanjani na nje ya uwanja, kushikamana na utu wakati wa kupambana uwanjani. Ametoa rai kwa wanamichezo wa michuano hiyo kwamba michezo sio uadui, bali mbinu nzuri na mitego mizuri ya walimu ndiyo chachu ya ushindi uwanjani. Aidha, amewataka wacheze kwa tahadhari bila kuumizana, bali wawaburudishe watazamaji pamoja na kujipatia faida za michezo, ikiwa ni pamoja na outing ndani ya mkoa wa Katavi. Katavi tunyoshe mikono. Katavi oye! Twende Tabora. Tabora Toronto oye! Twende Kigoma. Kigoma tunyoshe mikono. Kigoma oye! Michezo oye! Kwanza ote tunyoshe mikono miwili yote, nyosha na mguu wa kulia. Mikono miwili juu na mguu wa kulia juu. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Hizo ni salamu zetu kwa Amiri Jeshi Mkuu na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye tunaamini kwamba kwa miongozo yake ndipo CGP akapata nguvu ya kuratibu na kusimamia na kuelekeza mashindano yafanyike. Nasimama kwenu kwa niaba ya Mheshimiwa Mwana Mvua Hoza Mlindoko, mkuu wetu wa mkoa wa Katavi, kwa niaba ya wakuu wenzake wa mikoa 4, amenielekeza nije kumwakilisha katika kutoa neno, lakini hasa kufungua rasmi mashindano ama michezo hii. Ndugu washiriki na viongozi wote, nikitambua itifaki ya wakuu wetu hapa wa magereza mikoa yote 4 wakiongozwa na mwenyeji mkuu wa magereza mkoa wa Katavi pamoja na viongozi wengine wote, ni dhahiri kwamba tunakutana kwa lengo la kimichezo, na katika michezo hii tutafanya ushindani, na katika ushindani huo kutoka kuwa mikoa 4, kutoka kuwa na timu za mikoa 4, tunaenda kuwa na timu moja ya kanda. Nini maana yake? Sisi ni timu moja iliyosambaa katika mikoa 4, inakuja kuwa timu moja kwenda kutengeneza tena timu moja ya taifa, kama ambavyo imeelekezwa mashindano mengine kuhusisha mataifa mengine. Sisi tutakuwa tumeshapata timu moja, na kama huo ndio mwelekeo Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa inielekeza, ni wakumbushe wana michezo, michezo sio vita, sio mapambano. Michezo sio uadui. Michezo ni kuonyesha ufundi, kuonyesha ujuzi, kuonyesha weledi, kuonyesha mbinu ili tuweze kupata ushindi. Michezo ni kushirikiana uwanjani, kushirikiana nje ya uwanja wakati wa maandalizi, na michezo ni kupongezana. Michezo ni kushikamana. Dumisheni mshikamano, umoja, utu,
wakati mtakapokuwa mkipambana uwanjani. Na katika uwanja zikapambane mbinu na mitego ambayo makocha wenu watakuwa naiweka ili kupata ushindi. Lakini ninyi msipambane, utu wenu usiharibiwe ama na kufungwa goli ama ukaribia kufungwa goli. Msivunjane miguu wala na mikono wala na viuno. Basi kitokea mtu ametegwa kiuno ni kwamba amepigwa chenga ya mwili au akateleza mwenyewe. Michezo oye! Michezo oye! Faida za michezo mnazifahamu. Moja ya faida ya michezo kwa wana michezo wote ni kutoka out. Hapa mpo out ndani ya Mpanda mkoa wa Katavi, na kwa mantiki hiyo niwakaribishe sana mkoani Katavi. Katavi ni njema, na Katavi kwa nini ambao mmetoka Kigoma, Kagera pamoja na Tabora, Katavi kama mkoa umri wake ni mdogo kuliko mikoa yenu mliotoka, lakini haimaanishi kwamba watakuwa wadogo kwenye kila jambo. Wanaendelea kuwa wakubwa, bado wana nguvu ya hivyo. Wanamichezo wote, kaka na dada, katika jina la Dr. Samia Suluhu Hassan, shikamaneni, badilisheni mawazo, badilisheni na namba za simu pia. Hizo ndizo faida za michezo. Kama kule Kagera oye! Kagera oye! Alafu na Katavi mnachangamana tu na Kigoma na Tabora ama vyovyote vile. Basi msijitengetenge wakati mko pamoja, na baadaye mtakuwa timu moja, kuonyesha kwamba sisi ni wamoja. Lakini michezo pia hii itawafanya muongeze exposure katika maisha. Mtatoka hapa mtakwenda Dodoma ama Dar es Salaam ama nchi zingine za ukanda wa Afrika Mashariki ama Mashariki ya Kati, lakini kwa siku moja mtakwenda kule ulimwenguni ambako kila mtu anatamani kufika. Kwa hiyo ninyi kwenye mikoa yenu mlikotoka ni wawakilishi mnaotegemewa, na kanda hii itawategemea baada ya siku 3 kutengeneza timu moja. Simameni katika zamu, simameni katika kujibidisha kwenye mazoezi na msichoke. Mwakani taifa letu limepewa heshima kubwa ya kuandaa mashindano ya AFCON, na Watanzania wengi mioyo yao, fikra zao, hisia zao zinaelekezwa kwenye michezo. Kwa nini mnavyoanza hivi, mnaendelea kutuandaa zaidi kwenda kwenye AFCON inayokuja. Kwa hiyo ufundi wenu uwanjani utawapa heshima, utawapa matumaini makubwa ya Tanzania. Huwezi kujua. Hapa naona kuna vijana wengi. Chezeni kuyatumikia majeshi, chezeni kulitumikia taifa na kuletea heshima kubwa. Natamani kuona siku moja ninyi pia ni makamisa wa michezo mbalimbali katika taifa letu. Ni mabalozi mliofanya vizuri. Kwa serikali ina matumaini makubwa na ninyi kama wana michezo, ndio maana inawekeza kila kona. Mheshimiwa Rais ambaye ni amiri jeshi mkuu wetu anawatumaini na kuwategemea sana. Na kwenye michezo tunaondoa hata zile stress. Kwa hiyo ninyi kama kuna stress zilikuweko mkiwa kule Kigoma, Kagera,
Tabora. Mkifika hapa basi wagawieni wanakataa stress zenu. Ninyi wanakataa kama kuna stress zilikuweko kule, si ziko kule Kalila, si ziko hapa Mpanda, wagawieni hawa. Huu ni muda wa kuwa na furaha, raha, afya ya akili, afya ya mwili ikapate kuimarika. Alipokuwa nasoma taarifa hapa RPO akagusa afya ya mwili na afya ya akili. Sasa nikiwatazama hapa wote tayari mko vizuri. Lakini pia kwa kadri mtakavyokuwa mna interact unaweza ukatengeneza pia mwanzo wa afya ya akili kuharibika. Kwa hiyo kila kitu kitazame kwa jinsi tutakavyoona inakaa vizuri. Michezo oye, afya ya akili oye. Nisiwe na maneno mengi ya kuzungumza. Tambueni pia kwamba michezo ni ajira. Watakaofanya vizuri iko siku moja kupitia kurusha mpira wa pete, kupitia kupiga mpira kwa kutumia mguu, kurusha mishale ama kukimbia, unaweza ukawa umejipatia ajira kwenye timu zetu mbalimbali. Kama ilivyosema, tunao Tanzania Prisons, lakini kuna siku unaweza kujikuta umechukua timu zingine kule, sio tu Tanzania Prisons. Sasa kama umecheza vizuri akatakiwa kwenda labda Arsenal, Manchester City na nini, na kupandishwa cheo kama akina Baka makisema ni masajenti wako kule wanacheza, wako Yanga sina wapi, mambo yanakwenda vizuri, sio? Wako kwa wananchi kule. Juzi wananchi wamepigwa 2-1. Lakini mazingira yaliharibiwa kwanza na mtangulizi akapigwa 1. Nao wakaona wasi mwendo labda ni ule nao akapigwa 2. Kadiri tarehe 12 ni lini? Kesho basi chezeni, alafu kesho mida ile ambapo wale wababe wa mpira wa nchi wanacheza, basi wao wakae kwenye TV waangalie, pia kuangalia ubunifu, kuangalia mbinu. Unajua wakati ule tunajifunza unapotazama, si ndio? Au mtu abona wasiangalie ile mechi, wakeni TV huko wanapolala, wawe na TV, ama mweke TV kubwa, ama kufanya michezo wekeni hata disc projector, ili na watu wengine wakabisha waje kuangalia mpira. Sasa Magereza wako serious. Jamani, nawatakia mchezo yenye afya ya akili, mwili, roho. Tumeanza kwa sasa, tunakushukuru mchungaji kwa baraka zote hizo, na mimi na imani kwamba hawa Mwenyezi Mungu atawaangazia baraka na uso wake, na kila mmoja atacheza salama, atatoka uwanjani salama, na uchovu utaisha baada ya mashindano haya. Baada ya kuwa nimesema hayo mengi na blabla zote hizo, basi kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa nitamke kwamba michezo na mashindano haya nimeyafungua rasmi. Asanteni sana. Mimi ni Edgar Mbigili wa Fin Media.